Rais baada ya uchaguzi mkazungumza na baadaye pia, kwa sababu Mheshimiwa Rais alizungumza hata kwenye kampeni kwamba baada ya uchaguzi nikibahatika kupita basi nitajitahidi kuzungumza na wenzangu ambao tunapambana kwenye kinyang'anyiro hiki cha urais, tusikie maoni. Umezungumza hapo kwamba ungefumba macho na masikio pia ukaziba kwenda kuhakikisha kwamba unatekeleza kitu fulani kwa mustakabali mzuri wa taifa letu. Maana yake una maono ya kwamba kuna 1 2 3 nina uwezo wa kukifanya. Ndio tunalijenga taifa. Ndiyo. Katika kukutana na kumshauri rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uliwahi kumwambia hizo ideas ambazo nazo, na kwa faida pia ya Mtanzania kama Chauma, hizo ideas ambazo zina uwezo wa kulisaidia taifa, kwa sababu mpaka sasa hivi maana yake hatuwezi kupata rais wa Chauma mpaka baada ya miaka 5 tena. Tukubali tukatae. Natamani kusikia hilo. Mlimwelezea Mheshimiwa Rais na hayo maono tunaweza kuyapata pia kwenye kamati yetu hapa tukafikisha kwa Tanzania na serikali kwa jumla. Karibu sana. Kukutana, nafikiri tangu kumemalizika kwa uchaguzi hali ya kisiasa watu wanaiona lile joto. Kwa hiyo hatujapata muda pengine wa kukaa tete na Mheshimiwa Rais nikampa mawazo yangu, lakini hiyo fursa ikitokea wala sito na aibu ya kumwambia, kwa sababu ninaamini naye atapokea. Yaani wala siamini kwamba eti utamueleza mipango ya kusaidia vijana wa nchi hii alafu apuuze. Ninaamini atapokea. Na pengine ndio maana kwa haja hiyo na yeye aliona umuhimu wa kuunda na kuanzisha Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Sasa pengine kuna kukutana Mheshimiwa Rais, lakini pengine pia hata ningepata bahati ya kukutana, sijafanya juhudi labda pengine ya kumtafuta kwa sababu ya mwingiliano wa majukumu, hata ningekutana na waziri wa maendeleo ya vijana, pengine ningempa fikra na maono niliyokuwa nayo kuhusu vijana wenzangu wa nchi hii na nini ambacho ningekifanya. Kwa hiyo ikitokea hiyo nitamwambia. Lakini kwamba je, ni maono gani? Kwanza tunaanza na maridhiano ya kitaifa kwamba sasa ajira ni tatizo na sasa tufunge mkanda, tuwe na kipaumbele cha ajira. Na sasa hapo mtajikuta mnaangaza kwenye maeneo mengi sana ambayo yanahitaji mengine maamuzi magumu. Mengine yanahitaji maamuzi magumu. Na yote hayo hayapaswi kuangaliwa katika jicho la short term. Short term iwe ni kuset agenda ya ajira kwamba ni agenda mahususi katika taifa letu. Hilo pekee ndo la muda mfupi. Lakini muda wa kati itakuwa ni kufanya marekebisho. Yani kufanya marekebisho ya kisera, marekebisho ya kikanuni, marekebisho ya kisheria na hata marekebisho ya kimuundo kwenye setup zote ambazo tunadhani zinaweza zikachangia kuzalisha ajira. Si ndio? Na matokeo yake sasa yaanze kupatikana ndani ya muda mfupi na ndani ya muda mrefu. Kwa hiyo hata kama tutaweka malengo ya miaka 10, tujiwekee malengo ya miaka 10 ya kutatua tatizo la ajira kwenye nchi hii. Na ndio maana nasema litakuwa la muda mrefu, kwa sababu mathalan kuna sera za kiuchumi inabidi zibadilishwe kwenye masuala ya sheria, labda sheria za kazi, sheria za ajira, inabidi yako maeneo ambayo yabadilishwe au yaendelee kuwekewa mkazo zaidi, si ndio? Lakini unapoweka mkazo wa kufunga ajira kwa watu wa nchi yako, maana haishi kufunga halafu ondoke hapo. Tafsiri yake ni nini? Lazima uwe na capacity kubwa ndani ya nchi, au hata kama sio ndani ya nchi, lakini uwe na capacity kubwa, iwe ndani au nje, kuzalisha wataalamu. Kwa sababu unaweza kusema hatutaki kwenye kada hizi zote, mathalan hatutaki awepo mgeni. Alafu kuna kampuni X imefunguliwa inahitaji kada hiyo, watu ndani ya nchi hawapo, huna namna. Si ndiye? Ile sasa utalazimika kuleta watu kutoka nje. Kwa hiyo unaposema unafunga, ndio maana nasema hili sio jambo lenye matokeo chanya ya muda mfupi. Aidha kuanzia muda wakati tutaanza kuona mabadiliko, na muda mrefu iwe miaka 10, iwe miaka 10, hata kama ni miaka 20, lakini wote tukakaa tukasema this plan is measurable, is feasible for this country, kuhakikisha kwamba tunaponya tatizo la ajira na umasikini wa kipato wa Watanzania. Huo mpango usimamiwe. Kwa sio lazima niangalie Salum Mwalimu kwamba sasa na mimi nimepata, lakini pengine nikiangalia okay, mimi labda ndo muda umeshakwenda, mimi nimeshakosa hivi, lakini mtoto wangu huu mpango
kweli utakuja kumsaidia kuwa na mazingira rafiki ya kuwa na ajira? Nikiona hivyo basi mimi nikubali nipoteza, mimi niendelee kuhaso, lakini niuunge mkono na niusimamie na timize wajibu wangu ili mtoto wangu na mtoto wa mtoto wangu wakute mazingira. Kwa kuna masuala hayo ya kifedha, kwa mfano sera za kifedha kuhusiana na masuala ya mikopo ambako unaangalia masuala ya riba, unaangalia masuala ya upatikanaji wa mikopo, uwazi wenyewe upatikanaji wa mikopo, tunaangalia masuala ya kisheria. Mimi kuna mfano mzuri wanapenda kuutoa, mfano wa Arusha. Ukikaa na vijana wa Arusha wengi wanakuambia bana, sisi tuna uwezo wa kutafuta wageni na tukawaleta Tanzania kwa maana ya watalii. Na tunaelewa ule ni mji wa kitalii. Equally hilo linaweza likawa sawa na maeneo mengine ya utalii kama Zanzibar. Lakini wanakuambia kwa mujibu wa taratibu za sasa hivi, ili umlete mgeni lazima uwe umeregister kampuni na uwe umepewa kibali kutoka serikalini cha kwamba una kampuni ya kutoa huduma za kitalii. Na ili upewe hicho kibali, qualification mojawapo uwe na gari angalau moja Land Cruiser moja ya kitalii inayozungumzwa ni milioni 300 kwenda juu. Ukisha kujiuliza hapo, unasema wageni wako duniani, vijana wana uwezo. Jamaa kazaliwa Arachuga pale Serengeti anaijua, Ngorongoro anaijua, chochoro zote anazijua. Yaani swala yeye kumleta mgeni akampokea Kia, ana uwezo wa kumtafutia hoteli, ana uwezo wa kumpeleka Bushi, Ngorongoro, Serengeti, ana uwezo huo. Lakini sasa mpaka awe na kampuni. Kigezo kimoja cha kupewa leseni ni kwamba uwe na gari moja ni milioni 200. Matokeo yake ni nini? Vijana wengi leo wanawapata wageni, wakisha kuwapata wageni wanalazimika kuwaunganisha na makampuni makubwa, na makampuni makubwa yale hayasaidii kwa kiwango kikubwa au toshelezi cha kuzalisha ajira na kuwafanya vijana wakawa wanabaki kuwa mawinga. Wanabaki kuwa mawinga sasa. Lakini hebu fikiria, mimi nina uwezo wa kuwa na wageni wangu nikawaleta. Sasa vitu kama vile ondoa au unapokiweka, kwani kuna shida gani? Ukasema kuna vijana 1000 hawa hapa. Si ndio? Wameanzisha kampuni zao ndogo ndogo za utalii. Si ndio? Nimewaambia badala ya kuwa 1000 watafutane na namna wanavyoelewana, wawe 5 waanzishe kampuni. Na kila mmoja serikali ikasaidia pale gari 2 zikawapa. What's the problem? Yaani kwamba okay, toa wape magari. Umeelewa? Na kurudisha na ni mikopo tu. Na wewe mwambie hata kama atarudisha kwa miaka 20, usimlazimisha arudishe kwa miaka 5. Hata kama hizo gari 2 atarudisha kwa miaka 20, lakini na yeye anakula angalau jasho la taifa lake, na yeye yule, manake wale wakishakuwa na magari mawili, manake umeshaweka ajira 2 za madereva hapo. Ukishakuweka ajira 2 za madereva, manake una gari 2, pengine una ajiri na vijana wengine 2 wa kuzungusha watalii. Na kikubwa kwenye uchumi kinachoangaliwa ni kitu kinachoitwa multiplier effect. Vijana wawili wenye ajira leo, bila kujali hata hicho kiwango cha kipato chao kiwako gani, mimi nakwambia wanahudumia watu sio chini ya 5 mpaka 10 ambao watawategemea wao moja kwa moja. Baba atategemea kwa huyo kijana bila kujali kipato chake ni kiasi gani. Mama atategemea, ndugu zake atategemea, ana mke, ana watoto, watu wasiopungua 5 mpaka 10 watamtegemea. Ile dependence ratio yetu ni kubwa katika kwenye nchi yetu. Na huo ni ushahidi wote hapa. Yuko mpiga picha huko, mtangazaji huko, mchambuzi, wote hapa. Hayupo ambaye kipato chake ni yeye peke yake. Hayupo. Dada atakupigia, shemeji atakupigia, baba atakupigia, mama atakupigia. Kwa zile multiplier effects zile. Na angalau uzuri ni kweli vijana wa Kitanzania tukiwa na fedha, sio kweli kwamba eti wote wanazifuja tu. Vijana wa Kitanzania wengi wakipata fedha leo wanaanza kufikiria mambo ya msingi. Leo kwa mfano utamaduni wa kujenga kwa vijana wa Kitanzania uko wa kiwango cha juu sana. Kila kijana wa Kitanzania anatamani kujenga. Akipata tu 200,000 300,000 atakwenda kununua mifuko ya simenti. Akinunua mfuko wa simenti, maana yake yule aliyeuza simenti naye anaongeza ajira ya kumtafuta mwenye nini hivi vitoyoyo sijui nini vile kwa sababu wa kumletea simenti au wa kumtafuta mwenye kirikuu ampelekee simenti. Kwa ile multiplier effect, huyu kanunua simenti kwa huyu kanunua simenti kwa huyu, alinunua simenti kenda kanunua tiles, alinunua tiles kenda kanunua maharage, alinunua maharage kenda kanunua mahindi, alinunua mahindi kenda kanunua chipsi mayai. Yani ile multiplier effect ni kubwa. Kwa hiyo mimi ninaamini kabisa huo ni mfano mdogo tu wa kuweza lakini leo tunasikia kuna mikopo kwenye halmashauri, mabilioni ya shilingi yanatengwa. Ukweli ukiangalia efficiency yake iko wapi? Bado hatuna watendaji kule serikalini kwenye halmashauri ambao wanaliangalia hili jambo kwenye jicho la kisiasa
na kwenye wanaita result oriented. Yani linafanywa kisiasa tu. Imekuja mkurugenzi kishazitoa, anasema nimekopesha vikundi 200. Vikundi 200 vile ukiangalia mechanism, si ndio, ya monitoring and evaluation haipo. Impact analysis haipo. Kwa hiyo tumekuwa tunafanya mazoea. Na kwa kupitia hayo mazoea, sio bahati mbaya, wengine wanafanya mazoea kwa makusudi, kwa sababu kupitia hayo mazoea na wao ndo wanapiga hapo. Kwa sababu kwamba hawajui, wanajua. Kwa kupitia hayo mazoea na wao wanapiga. Kwa hiyo tunahitaji mabadiliko ya kimfumo, tunahitaji mabadiliko ya kimakuzi. Nimesema makuzi sio jambo dogo. Kwa sababu mentality yetu leo, mwanangu soma ukaajiriwe serikalini, na wewe waziri, na wewe mbunge kama kakaangu Shigongo, na wewe nani. Kwa kila mmoja sasa, hiyo ndo mentality. Lakini wapi tunakaa tunawajenga watoto wetu kwamba bana soma. Si ndio bana? Soma ukawe mfanya biashara mkubwa, au jijenge ukawe ukatafute ajira Marekani, kwamba bana zipo, ukatafute Uingereza, ukatafute Kenya, ukatafute Kampala, zipo. Hatuwajengi watoto wetu katika muktadha huo, katika picha hiyo. Kwa hiyo kuanzia kwenye makuzi. Sasa kama makuzi yale, manake kama taifa tukubaliane kabisa kwamba jamani, tunapowajenga watoto wetu, hebu tuwajenge katika picha kubwa ya kiulimwengu. Umenielewa? Sio katika picha ndogo ya Kitanzania. Kwa hiyo ndio maana nasema ni vitu ambavyo vitahitaji mabadiliko makubwa. Mifumo yetu ya elimu inaendelea kuboreshwa, lakini kuna changamoto kubwa sana kwenye mabadiliko ya sera zetu za elimu nchini. Utakuta jambo lililofanywa utekelezaji mwaka jana ni jambo ambalo utafiti wake au kelele zake zilianza kupigwa miaka 10 iliyopita. Yes. Kwa ndo maana leo unaona tunasema tumeingiza darasa la 7 kwamba watakuwa wanafanya elimu ya ufundi, lakini ile jambo limeanza kupigiwa kelele tangu mwaka 2000. Miaka 2000 watu wanaanza mwanzoni mwa miaka 2000 watu wanaanza kuzungumza hiyo concept. Sasa pengine unapoileta leo umeshachelewa. Ulicholeta leo sasa pengine ni jambo ambalo leo hiyo sera ya elimu ilipaswa iwe na vitu vingine tofauti kabisa. Kwa sababu miaka 10 iliyopita mazingira yameshabadilika. Kwa hiyo ndio maana anasema kwamba tutahitaji kufumua elimu zetu, kuwajenga watoto wetu kwa kiwango hicho. Leo ni digital. Siku moja alikuwa anamtania mtu kwamba leo ukishika simu ya mkononi au laptop ni maisha. Ndio. Si ndio? Wewe unaweza ukaona tu ni chombo cha kutuma message na WhatsApp, lakini haya ni maisha. Hapa ndani watu wanatengeneza maisha. Lakini tujiulize tu, sio kwa nia mbaya, na sisemi hili kwa nia mbaya. Walimu wetu wanaotufundisha ni walimu wa vizazi vya kidijitali? Hapana. Sasa hawawezi. Iwe daktari leo hapa tumekaa na nitatoa huu mfano. Na mnisamee, na bahati nzuri ni mfano ambao ni wadau wenu wanawaingizia pesa za matangazo. Kuna watu mwatangaza hapo ni Tanlink. Yes. Tanlink. Mimi nimeshawahi kutumia huduma zao. Ni vijana tu wamekaa wamebuni kwamba bana, kwani hivi hatuwezi kukaa tukatengeneza hii wanaita medical tourism agency, si ndio? Kwa sababu leo India medical ni utalii. Ukienda pale unapewa visa ya utalii. Kwa sababu so many people from all over the world wanakwenda India. Na kila mgonjwa anayekwenda anakwenda na mtu anayemsindikiza. Na kila anayemsindikiza akitoka hospitali anatafuta mall ya jirani akatembee. Kwa ni utalii. Sasa wale vijana kama wale wa Tanlink wamekaa wamebuni. Yaani wewe leo una mgonjwa wako unawaambia Tanlink kwamba bana, mimi nina mgonjwa wangu nahitaji kumpeleka nje ya nchi, nitafutieni hospitali. Wanakutafutia na watakushauri, bwana tumepata hospitali hii, daktari huyu. Yaani wewe mgonjwa wako una uwezo wa kumsubiri siku ya kurudi. Wanashughulikia kila kitu. Ni vijana wa Kitanzania. Ndio. Mimi nilitumia huduma yao baada ya kuona, nikaona kumbe ni washikaji, yani ni vijana, sio washikaji kwa maana nawajua, nilikuwa siwajui. Lakini vijana wenzangu. Yani waliobuni na uwezo wa kwenda kujitafutia visa mwenyewe, na uwezo wa kwenda kujikatia tiketi mwenyewe. Niliwapa hiyo kazi kwa sababu tu ni waunge mkono ni vijana wenzangu. Ni waunge mkono ni vijana wenzangu. Na kweli wanakupeleka, wanakurudisha. Yani wewe unaweza ukakaa, wewe ukawa unapokea ripoti tu hali inavyokwenda. Umenielewa? Sasa fursa kama hizi ziko nyingi. Tunatakiwa sasa vyuoni, mashuleni, wanaotufundisha wawe na thinking capacity ya aina hiyo. Kwenye makuzi yetu, malezi yetu, tulelewe katika makuzi hayo. Kwa ndio maana nasema ni jambo ambalo sio jambo ambalo utategemea matokeo ya muda mfupi, lakini mimi ukweli ningeambiwa, naendelea kusisitiza ajira kwa vijana na maisha bora kwa vijana na Watanzania
hayo yanapaswa kupewa kipaumbele nambari 1, na mimi ningeshika nchi hii, hicho ningetoa kipaumbele, na ninajua nisingemaliza, lakini ningepambana kutengeneza foundation ambayo vizazi vijavyo vingeweza kuona faida ya thinking ambayo taifa linakuzwa, linajengwa, linaendelezwa, linalelewa na linatamaniwa kukua kwa kiwango hicho. Ni Salum Mwalimu. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.